Wafalme wa pili sura ya 7. Tuanzia mstari wa kwanza. Wafalme wa pili sura ya 7. Tuanzia mstari wa kwanza. Aya, mke wangu naomba usome. Wafalme wa pili sura ya 7. Ni namna gani unaweza kufanya maamuzi kwa ajili ya maono makubwa? Ndicho ambacho nataka nikufundishe kwa dakika chache. Namna gani unaweza kufanya maamuzi kwa ajili ya maono makubwa? Now read. Wafalme wa pili sura ya 7 kuanzia mstari wa kwanza. Elisha akasema, amia kwenye kiti changu. Elisha akasema, lisikieni neno la Bwana. Bwana asema hivi, kesho panapo saa hii kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli, na vipimo viwili vya shairi kwa shekeli langoni pa Samaria. Basi yule akida ambaye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake akamjibu yule mtu wa Mungu akasema, tazama, kama Bwana angefanya madirisha ya mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Akamwambia, angalia, wewe utaliona kwa macho yako, lakini hutakula. Basi walipokuwapo watu wanne, mstari wa 3, basi walikuwapo watu wanne wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema tutaingia mjini mna njaa, nasi tutakufa humo, nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Yes. Haya, twende tukaliendee jeshi la Washami. Wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha Washami. Na walipofika mwanzo wa kimo cha Washami, kumbe hapana mtu, kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi kama kishindo cha jeshi kubwa. Yes. Wakaambizana, tazama, mfalme wa Israeli amewajiria wafalme wa Wahiti na wafalme wa Wamisri waje wapigane nasi. Okay. Kwa hiyo wakaondoka wakakimbia kungali giza bado, wakaziacha hema zao na farasi zao na ponda zao na kimo chao vile vile kama kilivyokuwa, wakakimbia wapate kujiponya nafsi zao. Basi wale wenye ukoma walipofika mwisho wa kituo, waliingia katika hema moja, wakala na kunywa, wakachukua fedha na dhahabu na mavazi, wakaenda wakavificha. Wakarudi wakaingia katika hema ya pili, vile vile wakachukua vitu, wakaenda wakavificha. Ndipo wakaambiana, mambo haya tufanyayo si mema. Leo ni siku ya habari njema, na sisi tunanyamaza, mkingoja hata kutapapo pambazuka, madhara yatatupata. Basi twende tukawaambie watu wa nyumba ya mfalme. Basi wakaenda wakawaita mabawabu wa mji, wakawaambia, tulifika kituo cha Washami, na tazama, hapana mtu yeyote huko, wala sauti ya mtu, ila farasi wamefungwa na punda wamefungwa, na hema zao kama walivyoziacha. Na mabawabu wakawaita wakawaambia watu wa nyumba ya mfalme. Mfalme akaondoka usiku, akawaambia watumishi wake, sasa nitawaonyesha ninyi walivyotutendea Washami. Wanajua ya kuwa tuna njaa, basi wametoka kituoni ili kujificha kondeni, wakisema, watakapotoka mjini tutawakamata hai, tena tutapata kuingia mjini. Na mmojawapo wa watumishi wake akajibu akisema, kunradhi, baadhi ya watu
na watwae farasi 5 katika hao waliosalia, waliobaki ndani ya mji. Tazama, wamekuwa kama mkutano wote wa Israeli waliobaki. Tazama, wamekuwa kama mkutano wote wa Israeli walioangamia. Tukawapeleke tukaone. Basi wakatoa magari mawili na farasi zake. Mfalme akawatuma kuwafuata Washamu. Endeni mkaangalie. Wakawafuata mpaka Yordani, na kumbe njia yote ilikuwa imejaa mavazi walivyovitupa Washamu, wapate kukimbia upesi. Watu wale waliotumwa wakarudi wakamwambia mfalme. Basi watu wakatoka wakaziteka nyara hema za Washami. Ikawa kipimo cha unga mzuri kikauzwa kwa shekeli, na vipimo 2 vya shairi kwa shekeli, sawasawa na neno la Bwana. Ishi hapo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna vitu vichache hapa nataka tuviangalie, alafu then tumalize. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunataka tuangalie namna ya kufanya maamuzi kwa ajili ya maono makubwa. Amen. Kuna kitu kimoja cha msingi sana nataka tukiangalia kwenye hii hadithi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Na nitakuwa na point tu vitu afu then tunamaliza. Amen. Hao watu walikuwa ni taifa la Israeli, kulikuwa na njaa, si ndio? Sawa na neno la nabii Elisha. Maandiko yanasema wakati ule kulikuwa na njaa mpaka watu walikuwa nakula mavi ya njiwa, si ndio? Kwa hiyo taifa zima lilikuwa locked up, lilikuwa kwenye lockdown. Lockdown kwa sababu pia kulikuwa na jeshi la Washami ambalo limewazunguka, hawezi wakatoka, wakawa wamebaki ndani. Tunaelewana? Yes. Maandiko yanasema wakati wako kwenye lockdown kulikuwa na watu wanne ambao walikuwa ni dhaifu. Maandiko yanasema hao watu walikuwa ni wakoma. Walikuwa ni nini? Wakoma. Walikuwa wadhaifu to the extent hawezi kutegemewa kwenye taifa. Umeelewa nachongea? Kuna mtu ambaye kutegemea mtu mkoma kwenye nchi aende kwenye vita? No. Umewahi kuona kuna watu wanategemea wakoma waende kulima, wakoma wafanye biashara? Wakoma wengi ni waombaomba. Lakini maandiko yanasema hawa jamaa 4 kwa sababu walikuwa wametengwa, maandiko yanasema wakajiambia, wakasema tukiendelea kukaa hapa tutakufa, na tukienda kwa Washami vile vile tutakufa. Na kwa Washami ndio kwenye chakula. Wakakubaliana. Amen. Na makubaliano yao yalikuwa ni moja, kwamba sasa tuende kwa Washami kule kule tukafanya nini? Tukafie mbele huko. Tumepaka pale. Wakaenda kwa Washami ili wakafie. Maandiko yanasema hao jamaa wakaanza hatua ya kwenda. Na walipokuwa wameanza hatua ya kwenda, maandiko yanasema wakasikia Washami wakasikizishwa kishindo na Bwana. Amen. Maandiko yanasema Bwana akasikizisha kishindo. Na baada ya kishindo kusikika, maandiko yanasema Washami wakaambiana, taifa la Israeli limealika na watu wengine waje kushindana na sisi. Wakaanza kukimbia. Wakawa wanaondoka, wanakimbia. Wakati wanaondoka, wakoma 4 wakawa wameshafika. Na maandiko yanasema waliambiana tuondoke kungali giza bado. Hilo ni moja ya neno la kumaka. Wakaambiana tuondoke kungali giza bado. Maandiko yanazungumza wale jamaa wakakimbia. Wakafanya nini? Wakakimbia. Mtu yoyote ambaye ana make move kuelekea maono yake, haijalishi ni mdhaifu kiasi gani, vitu vinaitika. I'll repeat again. Haijalishi, hakunaga mtu aliyewahi kudea
kufanya biashara kubwa kwenye familia yenu, if you start, mambo yatatokea. Kuna mtu mmoja alikuwa, I don't know, mke wangu nimewahi kukuelekeza, kuna rafiki yangu mmoja mtumishi wa Mungu yuko Uingereza. Yes, nimewahi kuelekeza. Yule ndugu alikuwa, kuna siku moja tukawa tunaanza ujenzi, akaniambia, Apostle, nataka nichangie. Anataka kuchangia shilingi ngapi? Ni kitu kama tuma 15,000 kama sio 20,000. Nikasema, huyu jamaa amesema niko Uingereza. Alafu kanitumia 20,000. Serious kweli au utani? Amen. Wangapi wananielewa ninachoongea? Yes. Ila yuko Uingereza, ila ana hela. Amen. Yes, alikuwa hana kazi, ila anampenda Mungu. Kwa sababu bana, mimi nataka nichangie. Wakati tunaanza ujenzi tu hapa, akanipa 20,000. Tukaendelea kuwasiliana. Kuna wakati akaniambia ana changamoto nyumbani kwao huko Tanzania, mama yake hana hata hela ya kumlipia sijui nini na nini. Nililipa kama almost kama mara 2. Unajua mtu ukiwa na roho njema katika Bwana. Amen. Yes. So I was praying for him, at the same time nikawa namsaidia. So I paid. Nikalipa baadhi ya bili ambazo alikuwa anasema mama yake ana changamoto, so I paid them. Nikalipa. Nilipolipa, juzi akawa ananitafuta. Muda mrefu hatujawasiliana kuongea na nini. Akawa amenitafuta. Apostle, akaniandikia waraka mrefu wa kushukuru. Apostle, nashukuru maisha yangu yamebadilika. Mungu amejibu maombi. Asante kwa kusimama na mimi katika nyakati ngumu ambazo nilikuwa nazo. Nilikuwa sina kazi na yuko nchi ya ugeni, ataishije? But anasema Mungu amenisaidia, nimepata kazi, maisha yamenyoka. Mshangilie Yesu kwa makofi. One thing is, huyu jamaa yupo kwenye nchi ya ugeni, amemake move, yuko huko, lakini alikuwa na hali ngumu. Ni kama wakoma tu, si ndio? Si wanafanana na wakoma? Sometimes Mungu anaweza akasema na wewe jambo lolote gumu ambalo unaona these things haliwezekani. Mnanielewa ninachoongea? Sometimes Mungu anaweza akakwambia, mwanangu, nenda kaanze ile biashara. Angalia mtaji ulionao mdogo. Angalia watu ulionao, connection huna. Lakini Mungu anasema go and start. Go and start. Watu wengi hawawezi kuanza maono yao kwa sababu wanaogopa wakiangalia weakness walizonazo. Maandiko yanasema hivi, hao wakoma walikuwa hawana jeshi. Wakoma walikuwa hawana connection, kwamba tunaenda huku tunakoenda kuna mtu atatusalia, atatusemea vizuri. Hapana. Wakaamua wakasema let us go. Kama kufa na tufe. I wish nipate washirika 10 ambao wana uthubutu kuelekea maono makubwa regardless ya hali walizonazo sasa. Baba, nataka nianze biashara fulani. Go after it. We agree together. Tunaenda. Hadi hii miaka 5 tuwe na kitu cha kuhesabu. Wangapi wanaendelea nachoongea? It is very bad ukawa na washirika ambao wanaweza kuomba but they cannot make decision concerning their lives. Kwa nini tuna kanisa dhaifu? Kwa sababu tuna kanisa lao ambalo wana uwezo wa kuomba but they can't make decision. Taifa la Israeli lilikuwa na jeshi, watu imara, watu wenye nguvu, watu hodari, lakini walikuwa na tatizo moja, hawawezi kufanya maamuzi. Tuna kanisa ambalo halinaga nguvu ya kufanya maamuzi. Vijana very smart, wote wameenda vyuo vikuu but they can't make a decision. Unakuta kijana kabisa ana ndevu mzuri, hawezi kufanya maamuzi ya kuoa. Sijasema wewe. Umeelewa? Unakuta hata jirani yako anaogopa, anasema ndamlisha nini? Alikwambia kwamba huyo mwanamke utakayemuoa ni kiwavi, anakula masaa 24? No. They fear to make
make decision. Kuna watu ambao baraka zako ziko locked up with the marriage. Kuna watu ambao mnatakiwa muende kufanya uthubutu, mkaanzishe kampuni, alafu anza kuomba tenda. Don't fear. The problem is, kuna kitu Mungu ameweka ndani yako and you fear it. Unaogopa. Leo nimekuja kukipush kitokee kwa jina la Yesu. Nasema leo nimekuja kukupush kikatokee kwa jina la Yesu. Achana na haya mambo ya kusema naogopa. Achana na haya mambo kusema watanionaje. Achana na haya mambo kusema nyumbani kwetu hakunaga watu ambao wamewahi kufanya kitu kama hichi. Don't fear. Usiogope. Nyumbani kwetu hakuna mchungaji. Mimi ndio nilikuwa wa kwanza. Nikathubutu nikasema I'm going. Sina connection, it is true, but I'm going. Sasa hivi wewe si ndio connection yangu? Nyie wote hapa ni connection. Miezi michache ijayo everywhere. Do you understand what I'm saying? Unanielewa ninachoongea? Na najaribu kukuonesha ya kwamba Mungu ana uwezo wa kufanya. Make decision. Maandiko nasemaje? Maandiko nasema hao wakoma wanne wakafanya maamuzi. Wakafanya maamuzi. Kama ni kufa, if ni kufa, let us die. Kama tutaachwa hai, it is okay. Twende. Sometimes uwe na uthubutu wa namna hiyo. Kama ndafeli, twende. Kama ndafaulu, twende. Mimi bado mdogo. Nani aliyekuambia wewe mdogo? Kule tu kufikiri kwamba wewe ni mdogo, wewe ni mkubwa tayari. Kama una reasoning ya kwanza kuwaza mimi bado sijakuwa, mimi bado hiki, tayari ushakuwa wewe. Na shetani amewakamata wengi kwenye mahali pa maamuzi. Wana maono, hawawezi kufanyia maamuzi maono yao. Anaona kama mimi naweza nikawa mfanya biashara mkubwa, but anaogopa kuyaelekea maono. Na shetani anakuambia hata fulani hiyo biashara ishashindwa. Hata fulani hiyo biashara ishafeli. Sasa hivi wanaopewa ni watoto wa wakubwa, ni watoto walio serikalini. Wewe huwezi kupewa tenda kama hiyo. Make decision. Make decision. Ninaenda. Kuna dada unamuogopa, unasema yule dada sio size yangu, siwezi nikamua mdada kama yule. Wewe wale wadada wa vile, nikwambia wadada wa hivyo ndo wa kuwaendea. Yule ambaye ukiwa unaenda kuongea hata nywele zinasisimka, unaogopa, unasema yani atanielewa, go in the name of Jesus. Na kujia wewe, ukiona mwanamke anayetaka kumuoa ni Goliati kwako, mjie kwa jina la Bwana. Au unaonaje? Make decision. Mgeukie jirani yako, mwambie fanya maamuzi. Mwambie tena fanya maamuzi. Mwambie tena fanya maamuzi. Kuna mahali Mungu anataka kupeleke, fanya maamuzi. Kuna watu Mungu anataka watumie, fanya maamuzi. Fanya ni maamuzi. Maandiko yanasema kwenye mstari wa 7, kwa hiyo wakakimbia, kwa hiyo wakaondoka, wakakimbia kungali giza bado, wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kimo chao vile vile kama vilivyokuwa, wakakimbia wapate kujiponya nafsi zao. Msaidie sasa Pastor Monica kae pale. Amen. Unanielewa ninachoongea? God is waiting for you to make decision for darkness to run away from you. Mungu anakusubiria. Msaidie. Just help. Good. Mungu anakusubiria wewe ufanye maamuzi ili giza likimbie. Msaidie. Amen. Mungu anakusubiria ufanye nini? Maamuzi. God is waiting for you to make decision. I'll repeat again. God is waiting for you to make decision. Mungu anakusubiria ufanye maamuzi. Kuna giza haliondoki mpaka umefanya maamuzi. Unaona maadui walikimbia kungali giza bado. Kungali giza. Kuna tatizo unasema ili tatizo litaisha baada ya miaka 30. Mungu anasema no. Litaisha utakapofanya maamuzi. Wangapi wamenielewa ninachoongea? Wanasema huduma kubwa umeitoa watu fulani. Watu fulani ndio wewe.
You are looking like it. Umeelewa ninachoongea? Unafikiri utaanza huduma ukipata hela? No. Start now. Start now. Sometimes nikiangalia vijana wadogo wanaofanya huduma, nikiangalia wananitia wivu. Wananitia, nasemaga hivi, nikilala itakuwaje? When I look at them I say, God help me. Hivi unajisikiaje unakutana na vijana wadogo alafu matajiri? Unajisikiaje unakutana na vijana wadogo wanamtumikia Mungu crazily? Ni wababe, wakiingia sokoni wanamvunia Bwana nafsi, wanamhubiri Yesu alivyo. How do you feel? Unakutana na watu wapo kwenye kampuni sasa hivi, yani hichi kitu I say kimenivuta sana. Kuna jamaa mmoja yeye anafanya kazi kwenye kampuni kubwa, nikaona anaandaa event fulani hivi ya wanaume. I said come on, serious event ya wanaume ya watumishi, halafu ni kijana tu. Nikawa naangalia hivi ndani yangu, nikaona shauku kwamba God, I desire this. Mnanielewa ninachoongea? So wakati unasubiria maono, kuna mtu anayafanya, anayaishi. Wakati unasubiria giza liondoke, kuna watu waliondoka na giza hivyo. Remember, wakoma walikuwa wanaondoka kukiwa giza. Ilikuwa sio mchana, kwa sababu kuna watu wanafikiri ilikuwa mchana, ilikuwa usiku. Wakaanza. Wakati unaona mambo hayaendi vizuri, start. Wangapi amenielewa ninachoongea? Usisubirie vitu vinyoke, vinyoshe kwa neno. Amen. Amen. Mambo kadhaa nataka uyafahamu ya msingi kutoka kwenye hii passage. Jambo la kwanza, unabii unatafuta mtu wa kutimiza. Unabii unatafuta mtu wa kutimiza. Kumbuka Elisha alikuwa ametabiri mabadiliko ya kiuchumi kwenye nchi, na akawa ametabiri mbele ya mtu ambaye ana nguvu, ana uwezo. Akiangalia vitu anasema haiwezekani. Umewahi kuona kwamba watu wamesikia kwamba msimu huu ni msimu wa uamsho, ni wakati wa uamsho, alafu watu wote wanaangalia kwa aina fulani ya watu. Watu wanafikiri kwamba uamsho utatokea kwenye makanisa fulani makubwa tu. Umeelewa ninachoongea? Yes. Kuna watu wanakaa anasema kuna makanisa fulani ndio uamsho utatokea. Ule utatokea. Ni kweli utatokea. Lakini Mungu anaweza kutumia vilivyo dhaifu ili aviaibishe vyenye nguvu. Nikufundishe kitu kwenye kitabu cha Mhubiri 9:11. Nilivutwa na ile andiko, nikarudi na kuona chini ya jua ya kwamba si wenye mbio washindao katika michezo, wala sio walio hodari washindao vitani, wala sio wenye hekima wapatao chakula, wala si watu wa ufahamu wapatao mali, wala wenye ustadi wapatao upendeleo, lakini wakati na bahati wapata wote. Sema wakati na bahati wapata wote. Kwa tafsiri rahisi, manake atakaye kuwa tayari ndani ya huo wakati Mungu anampika. Kama this is the season of the church, naomba niwape siri. Haya ni majira ya Mungu kulitumia kanisa kwa ajili ya injili, kwenye uamsho huu mkubwa unaokuja, kwa ajili ya eneo la uchumi, kuhakikisha injili inaenda. So Mungu anatafuta watu ambao watakuwa wanafanya biashara, watakao kuwa na kingdom mentality, ili awaweke hapo. Kwa hiyo anawafanya kuwa mamilionea na mabilionea ili waweze kusimama kwenye kazi. So at this time tutakuwa na wanasiasa waliojaa nguvu za Mungu, waliojaa utajiri ili wamtumikie Mungu. Tutakuwa na wafanyabiashara waliojaa utajiri ili wamtumikie Mungu. Umenielewa ninachoongea? So Mungu atamtafuta mtu mmoja ambaye anajua haya majira, kwamba haya ni majira ambayo Mungu anatafuta watu watakaosimama kwenye uchumi. Alafu anaingia agano na Mungu kwa habari ya uchumi, kwamba Mungu, ninaomba ukanibariki mimi ili nikasimame kwa ajili ya kuandaa mikutano. Umenielewa ninachoongea? Umenielewa ninachoongea?
So yeyote atakaye thubutu kuingia agano na Mungu, huyo mtu ndiye atakayetoka. Listen to me carefully. Mara zote fedha inaitikia agano ulilonalo. Fedha haitikii chochote. Maana kuna watu wanafikiria kwamba pesa inakuja kwa sababu unafanya biashara. Watu wengi wanafanya biashara lakini hawapati pesa. Lakini utakuta kuna watu ambao wameenda kwa waganga, wana maagano, wanapata pesa. Pesa inaitikia agano ulilonalo na Mungu. Kwa nini Ibrahim anabarikiwa? Kwa sababu ya agano alilonalo. Sometimes check the covenant that you have. Kwenye msimu kama huu ni msimu ambao Mungu anatafuta watu ambao ataingia agano nao kwa ajili ya majira haya. We are ready to host you in this season. Hivyo tunatakiwa kumwambia Mungu, Mungu, niko tayari kupitia uchumi wangu niandae mikutano mikubwa ya Injili. So akiweko mtumishi wa Mungu ambaye anataka andae crusade, alafu amefeli kwa sababu ya fedha, unaambia inagharimu shilingi ngapi? Milioni 100. Chukua check, nenda kaandae mkutano. Ni mbaya sana kwenye kizazi chetu, watu wanataka wachungaji ambao wanaombaomba hela. Unatia huruma, jamani, naomba hela, naomba hela, naomba hela, ndo anafurahi. Amna. Ndio maana mimi najuaga kitu kimoja, God will bless me a lot. A lot. I'm telling you, pesa zinakuja zisizo za kawaida. Zinakuja zisizo za nini? Za kawaida. Yaani itakuwa ni kama ghafla. Vitu vitageuka. Unajua kwa nini vinageuka? Vitageuka kwa sababu kuna mahali Mungu anataka afanye kitu. Kwenye huu mji wa Dodoma, mimi nina njaa. Natamani. Kuna kitu nilikuwa nakaa, sikumwambia kitu mke wangu. Ila nilikuwa namwangalia mke wangu. Nikasema hivi nikipata mahela mengi ya kiasi hiki, alafu nikamwambia mke wangu, hebu andaa kongamano la wanawake. Fanya kongamano la wanawake. Chukua milioni 100 hii andaa. Kwani dada utashinda? Umeelewa ninachoongea? Uamsho una gharama. Moja ya gharama ni fedha. Lakini inatakiwa kuwe na watu ambao wamejua unabii wa majira. Mnanisikia nyinyi mnaofanya kazi na mnaofanya biashara? Msifanye biashara bila kujua season. Hii ni siri. Ukishaelewa season uliopo, ingia agano na Mungu kulingana na season ulioko. Haya ni majira ambayo Mungu anataka kuona kizazi kinainuka. Watu wanainuka kufanya vitu vikubwa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Ifike level mtu kutoa milioni 50 kanisani iwe kawaida. Yaani iwe kawaida. Iwe nini? Iwe kawaida. But it take covenant. Inachukua agano ili kuweza kufanya vitu vya kiungu katika namna ya ukubwa. So hawa waliokuwa na ukoma, kuna kitu kilikuwa cha tofauti sana kwao. Kulikuwa na neno ambalo lina back up their move, na walikuwa hawajui. Kulikuwa na neno la unabii ya kwamba haya ni majira ambayo chakula kinatakiwa kiuzwe kwa bei ndogo. Alafu ni nani atakayesababisha? Ndio pale Mungu anaangalia kwenye haya majira, nataka ni move. Anakutana na watu ambao mna reasoning nyingi, unasema jamani, hili haliwezekani. Kwa hela tulizonazo kwenye account haliwezekani. Mungu anasema paki pembeni. Anakutana na wao anasema, jamani, tulivyo wachache haliwezekani. Anasema paki pembeni. Anasema yani kwa vile kanisani kwetu kulivyo tu haliwezekani. Anasema paki pembeni. Anakutana na watu ambao ukiwaangalia ni kama hawana elimu, ukiangalia ni kama hawana uwezo, anaanza kuwatumia hao. Mnakumbuka wakati move of God imeanza, mtembeo wa kimungu umeanza kwenye Matendo ya Mitume sura ya 2 mpaka sura ya 4. Kwenye ile sura ya 4 maandiko yanasema walipoangalia wakina Petro na wakina Yohana, wakagundua ya kwamba hawana elimu. Wakagundua kwamba hawana nini? Lakini kwa nini mtembeo wa kimungu ulienda kwao? Kwa sababu kulikuwa na neno la kinabii linalosukuma majira yao. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Kwa hiyo ukishajua ya kwamba haya ni majira ya Kristo, jifunze kwanza kupicture, kwanza kutazama yale majira kwa jicho la Mungu. Na maanisha nini? Majira haya anza kuangalia, okay, this is a season of abundance.
haya ni majira ya utele. Kwa nini ni majira ya utele? Kwa sababu Mungu anataka uamsho utokee. Na remember, uamsho hauendi bila wanawake wenye pesa wanaoweza kuipeleka injili, bila wanaume wenye pesa wanaoweza kuipeleka injili. Umeelewa ninachoongea? So Mungu, jambo la kwanza analofanya, ana mobilize men with resources. Anawaandaa watu ambao wana resources za kubeba ule uamsho. Usifikiri uamsho utahubiriwa tu, utapelekwa kwa urahisi. Uamsho unapelekwa kwa sababu kuna watu waliojitoa. So wewe ambaye unajua haya ni majira, afu upo kwenye biashara, unachotakiwa kufanya ni kulichungulia dirisha. Mungu, hapa tunatokaje kwa ajili ya haya majira? Sasa sisi hatuendi kwa bahati. Maandiko yanasema wakati na bahati huwapata wote, si ndio? Sasa sisi hatuendeni kwa bahati, tunaenda kwa kujua. We understand the season that this is a kairos moment for the church. Haya ni majira ya Kristo kwa kanisa. So kitu gani tunakifanya? Tunaingia kuomba tukijua kabisa this is a season. So we place demand in God. Tunaanza kuomba, tunaweka demand kwa Mungu ya kwamba this is the season. Oh God, arise in my finances. Mungu, inuka kwenye uchumi wangu, kwa sababu haya ni majira ya kanisa. Bwana, tokezea, 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 tokezea. So Mungu anaangalia how conscious you are about the season. So wewe unalitafuta neno la kinabii ambalo linasukuma yale majira ili uweze kuingia kwenye majira ya utele. Wangapi wanaelewa ninachoongea? So unaingia kwenye ofisi, hauwi promoted kwa sababu you are praying too much. Unaomba kwa sababu unakuwa promoted kwa sababu kuna akili unayo na kuna agano unalo na Mungu. Yusufu unainuliwa Misri sio kwa sababu umetafsiri ndoto, ila kwa sababu kuna kazi kubwa, kuna taifa unatakiwa ulitunze. Wanatoka ndugu zako, wanatoka jamaa zako, hilo taifa unatakiwa kulitunza. That's why unainuliwa. Unatakiwa uitunze dunia kwenye ya majira ya njaa. So Mungu anamuinua sio kwa sababu alimuonea huruma amekaa gerezani. Anamuinua kwa sababu kuna kitu ambacho ni kikubwa ambacho Yusufu anatakiwa akifanye kwenye kizazi. So Mungu hata kuinua kwa sababu umetoa sadaka kubwa, hata kuinua kwa sababu unaomba sana, atakuinua kwa sababu umejua majira na umejua agano kwenye hayo majira ni lipi. Mmenielewa ninachoongea? Mmenielewa ninachoongea? So if you want to prosper financially, unataka kufanikiwa kiuchumi, jifunze kumjua Mungu na kujua majira yake. Itakusaidia. Ndarudia tena, itakusaidia. Itakusaidia. Hata aina yako ya maombi itabadilika. Kuna watu the way mnaomba ni kama mmeshafika. Ndio pale nimewambia kuna wakati inabidi ubadilishe kabisa aina ya maombi kwa sababu ya unabii ulioko ndani ya hayo majira. Unabadilisha kabisa aina ya maombi. Unaacha kuomba kama umeshiba. Unaacha kuomba kama sasa hivi nimeridhika. Unaacha kuomba kama vile nina kila kitu. Now you begin to pray kama mtu ambaye kuna kitu unataka. Wangapi wameelewa ninachoongea? Yes. Ukishaelewa kwamba haya ni majira fulani, even your style of prayer will change. Namna yako ya kuomba ambayo unaombaga dakika 20 unasema amen, utabadilisha. Wangapi wameelewa ninachoongea? Paza sauti amen kama unanielewa. So tunajifunza kwamba unabii huwa unatafuta mtu wa kuutimiza. So kukiwa na mlango wazi mahali katika roho, huo mlango Mungu anatafuta mtu wa kupita. Umeelewa ninachoongea? Remember, huu ni msimu wetu wa malango wazi. Kuna watu wamestuck kwa sababu hawafanyi maamuzi. Kwa nini hawafanyi maamuzi? Kwa sababu hawajui unabii ulioko katika majira. Umeelewa ninachoongea? Sasa Roho Mtakatifu anachotaka anakujulisha majira, anakujulisha majira ya kinabii ulionayo ili uweze kufanya maamuzi hata ya kibiashara, maamuzi ya kihuduma, maamuzi kuhusu ndoa. Kwenye huu msimu ukiwa na ndoa serious, Mungu anajitukuza. I'll repeat again. In this season, if you have serious marriage,
God will glorify himself through you. Mungu atajitukuza kupitia wewe. Kwa sababu moja ya kitu ambacho kipo kwenye majira na msimu tulionao ni ndoa za hovyo hovyo. Watu wanajisikia leo tuachane, wanaachana. Watu wanajisikia leo kila mtu tutengane, tupeane space, wanapeana space. So God is seeking for people who will stand in that gap. Mnaelewa ninachoongea? Wangapi wanaelewa ninachoongea? So kama unaomba mume, that's why you must have a right mentality. Lazima uwe na akili iliyo sawa. Usiombe tu mume, Mungu nipe mume, baba majira yangu sasa, umri wangu umeenda. Mungu akupi mume kwa sababu umri umeenda. Anakupa kwa sababu una agenda. Mnaelewa ninachoongea? Na ukiona kuna mwanaume ambaye anaendelea kukaa, ana umri unazidi kuwa mkubwa, yupo tu, hana agenda, si ndio po? Mwanaume hana agenda, uongo po? Ni kweli? Po anaona inyasi, si ndio? Jana mtu mzima na miaka 25 anakaa nyumbani anasema fukuza. Anasemaje? Kwa sababu unakaje na kijana mtu mzima hana mpango wa kuoa. Kuna baadhi ya vitu vinachelewa kwa sababu ya ujinga wake wa kutokuoa. Mtu una miaka 25 unakaa nyumbani na hengengi, unahengi nini? Miaka 26 unazubaa nini? Na niangalia vijana wangu mnakaa mnashika videvu kama mnaelewa somo. I'm trying to teach you ili uweze kuelewa what is going on in the spirit. God is seeking for men ambao watasimama, watakuwa mfano kwenye eneo la ndoa. Sasa unapokaa unachelewa, damage inaendelea kuonekana, alafu unasema wewe unaendelea kuhubiri huko. Wazinzi, wafanya wazinzi, basi oa wewe, tuone ndoa inaendeshwaje. Tufundishe kwa matendo. Na ndoa si mbaya, nini mbaya? I said my God. Anambia kwa mke wangu bwana, kama ni ndoa nzuri ya kwetu itakuwa nzuri. Mimi ndoa yangu sitaki mtu aingilie. Yaani ile swala nalisema kila siku, yaani ndoa yangu anayeingilia ni Mungu tu. Eti uniletea basi mke wako sijui amefanya nini? Hayanihusu. Kazi yangu moja kumpenda mke wangu, kumtunza mke wangu, kufanya mke wangu awe smart, mke wangu awe mzuri. Unaelewa ninachoongea? Kila mtu akiambiwa inua ua lako, niinue ua langu lionekane linapendeza. Sio unaona? Kakaangu amekuja leo asubuhi pale. Amefika nyumbani pale akamwona mke wangu. Umependeza. Akasema, wewe nimesikia unaongea huko. Yeah, and she is looking gorgeous. Very beautiful. Na wewe ukipata mke, mpendezeshe. Awe smart. Awe rohoni. Ajae Mungu. Alafu hakikisha anavaa vizuri. Usivalishe kama anaenda kukemea pepo. Mvalishe apendeze. Awe dada nzuri anayependeza. Umeelewa ninachoongea? Yes. Elewa kwamba kuna kitu ambacho watoto wako wataangalia mama wao. Watasema na sisi tutamtunza, na mimi ndamtunza mke wangu kama baba anavyomtunza mama. Mama naye watoto wako wanasema, mabinti wanasema na sisi, na mimi ndampenda mume wangu kama mama anavyompenda baba. Watu wengi ambao wanachelewaga kwenye ndoa au wanasubiriaga kuingia kwenye ndoa, wengi wana tatizo moja, wanasemaga ndoa mimi nishaona ndoa, nishachoka nazo bana. Shaona watu wanapigana. Usione hivyo wanaonekana wanapendana, wanapigana kwa sababu aliona babake na mamake wanafinyana nyumbani. Mmeelewa ninachoongea? Wangapi wako tayari kuyaendea maono makubwa? Moses alikuwa tayari, akasema nitageuka niyaone maono haya makubwa
kwa nini kijiti hiki kinawaka lakini hakiteketei? So Mungu anatafuta watu ambao they are ready, wako tayari. Are you ready? Uko tayari kugeuka? Mungu anatafuta watu walio tayari kugeuka. Kuna neno la kinabii na hengi. Mungu anatafuta wainjilisti serious. Hatafuti wainjilisti waliosoma, anatafuta wainjilisti. Kuna mtoto mmoja mdogo anahubiri, anaitwa Edwin, mdogo hivi. Mdogo. Anampenda Mungu. I love that boy. Kaambia mke wangu, nikimwangalia Edwin najikumbuka nilivyokuwa mtoto. Sasa siku zetu kulikuwa hakuna kamera za kurekodi, hakuna vitu, but when you look at him you see God. Ni mtoto anayetakiwa kulelewa, kushikwa, kuendelezwa, kufundishwa ili azidi kusimama vizuri. Kwa Mungu anatafuta mtu aliye tayari. Maana kuna neno la kinabii linatembea hapa angani. Limekapata kale katoto kwako tayari kuhubiri mtaani, kuhubiri kwenye mikoa pasipo kuchoka. Kwa Mungu akiangalia anakutana na Israeli, anakutana amelala. Lile neno linatafuta, linaondoka, linaenda Iringa, linaenda Mbeya, linatafuta mtu. Umeelewa ninachoongea? Kwa Mungu anatafuta watu ambao watafanya maono yake yatimie. Kulikuwa na neno la kinabii linasema majira kama haya chakula kitauzwa kwa bei kwa nusu shekeli. Nani ataenda kulitimiza lile neno? Ni mtu aliyevaa tai, aliyevaa suti. Kwa leo hii ukisema mimi sitakuwa maskini, nitakuwa tajiri kwa ajili ya ufalme wa Mungu, automatically lile neno linakuja kwako. I don't know if you understand what I'm saying. Kwenye haya majira ukikaa kwenye ofisi yako ukisema sitakuwa chini, takuwa juu, lazima Mungu wangu atukuzwe in this office. Baada ya muda unakuta tu ni promotion. Baada ya miezi mitatu promotion. Miezi mitatu promotion. Why? Kuna alignment in covenant ambayo iko kati yako na Mungu. Lakini watu wengi hakuna agano linalowabeba. Mmeelewa nachokea? Namba 2. Jambo la pili ambalo unajifunza kwenye hii habari. Perceiving the gate is the key. Perceiving the gate is the key. Uwezo wa kutambua malango yaliyo wazi ni ufunguo wa kuingia kwenye malango. Uwezo wa kutambua malango yaliyo wazi ni ufunguo wa kuingia kwenye malango. Hawa jamaa wao walifanya maamuzi kwenye wakati ambao Mungu anatafuta nani. Kulikuwa na mlango uko wazi, lakini wale kule makomando hawajui kama kuna mlango uko wazi. Askari hawajui kuwa mlango uko wazi, ila kuna mwenye ukoma mmoja ndani yake anasema no, there is something. Unajua kuna wakati ni kufundisha, unakaa nyumbani unajisikia kabisa ya kwamba ni kama rohoni mwangu nasikia niende kanisani kuomba, and I don't know nikaombe kitu gani. Ondoka, njoo kanisani kuomba. Unaelewa ninachoongea? Kuna watu wengi, kuna baraka huwa zina knock, zinagonga mlangoni, nataka kuingia, lakini they don't perceive it. Hao wenye ukoma walikuwa na ukoma, lakini walikuwa na spiritual perceptions ndani yao. Wakafanya maamuzi, wakasema kama ni kufa na tufe, kama ni kuishi na tuishi, twende. So they left. Uko ndani kunasema twende, wanaondoka. Maandiko yanasema wakaanza kuondoka kwa sababu ya perception. Hauondoki kwa sababu hauendi kufanya biashara kubwa kwa sababu una hela mfukoni. Unaondoka kwa sababu kundani umesikia. Tarudia tena. Hauendi kufanya vitu vikubwa kwa sababu una pesa, kwa sababu una connection. Unafanya kwa sababu kundani umefanya nini? Kuna wakati unasikia kabisa nenda kwenye ile biashara. Amka, nenda. Kuna watu wanaambia kabisa ile kazi, kuna kazi fulani, nenda kaombe, usiogope. Control it. Nenda kaombe.
Do you understand what I'm saying? Na nielewa nachoongea? Unasikia ndani yako kitu gani? Wake up, go and do it. Sometimes inawezekana mazingira kabisa yanaweza kukwambia kama hili jambo haliwezekani, but within your spirit unasikia kabisa kwamba go and do this, go and do this. Unajua, when we are praying here, mimi na vitu vingi kichwani, but when I was praying, those stuffs are coming. Mungu kuhusiana na haya maono makubwa. Kuna maono mengi ninayo kwa ajili yako. Yaani mimi nina maono kwa ajili yako wewe, yani kuna picha ninayo kwa ajili ya maisha yako. Umeelewa ninachoongea? And I desire that picture niione kwako. I desire siku moja niwe na kuona upo kwenye ofisi na ofisi inastawi. I desire siku moja niwe na kuona upo kwenye ndoa, unakuja na mume wako na mnapendeza. I desire kuona siku moja unakuja na watoto wako na mnapendeza. I have that picture in my mind. Do you understand what I'm saying? So when I'm praying, that picture is coming, is loading. Inakuja. Asa hizi mambo zikija ndo zinazokupa mzigo wa kuomba. As a father, I have a duty to pray for you. Nina kazi ya kukuombea kwamba yale ambayo ninakuwa ninayaona yatokee. Paulo ndo maana maombi yake yalikuwa ni maombi ya utungu. Maandiko yanazungumza kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 4 mstari wa 19. Watu wangu ninawaonea utungu ya kwamba Kristo aumbike ndani yenu. Ninawaonea utungu. Alikuwa anaomba with pain. Anaomba kwa uchungu. Kwa sababu alikuwa anataka kuna vitu vitokee kwa watoto wake. He was praying to God. Ana intercede. Kuna vitu, kuna wakati naweza nikakaa nikikuangalia, I perceive them. Najua kabisa this is a season kwa ajili yako kitu fulani. Nisipokuwa nakiona kile kitu kinakuwepo kama mimi ndo nina mimba. Umeelewa ninachoongea? Unajua kwa nini haujisikii chochote kwenye maisha? Haujisikii hata urgency ya kuomba. Ni kwa sababu hakuna perception yoyote ndani yako kuhusiana na maisha yako ya kiroho, kuhusiana na maisha yako ya kibiashara, kuhusiana na maisha yako ya kihuduma. But if there is perception within your spirit kwamba haya majira itakiwa niwe pale, kwa nini mpaka leo niko hapa? Manake kama ilikuwa ni mimba, ni mimba iliyopitiliza. Hautakaa kawaida. Mama mmoja alikuwepo hapa, nakumbuka alikuwa na mimba. Amen. Do you remember that woman? Anaitwa mama nani? Mama Love. Ongea bwana kwa Mama Love. Akaondoka kaenda Mwanza. So alipokuwa Mwanza akanipigia simu akasema, baba, wakati wa kujifungua umekaribia, natamani nikajifungue. Nikasema alisema amepitiliza, si ndio? Akaniambia, akasema alinipigia mara ya kwanza, nikasema haya sawa, nenda kajifungue. Ile ilikuwa mara ya pili. Sasa muda umepita, akanipigia tena. Akaniambia siku zangu zimepitiliza za kujifungua. I prayed with her. Nikamwombea. Siku ile ile akaenda akajifungua. Kuna kitu ambacho unatakiwa ujifunze. Kuna mimba zinazopitiliza. Kuna kitu ambacho Mungu anataka akupe, lakini inawezekana kimepitiliza kwa sababu huna spiritual perception. Hakuna namna unatambua katika ulimwengu wa roho kwamba haya ni majira ya hiki kitu. So Mungu anataka kizaliwe, lakini wewe huna consciousness. Hauna ufahamu ya kwamba haya ni majira hiki kitu kuzaliwa. So unakuwa busy, unatembea tu huko, mshikaji wangu, twende bwana tukafanye bwana. Lakini yalikuwa ni majira yako ya wewe kuinuliwa. Maneno anachoongea. Sometimes you feel it. That's why sometimes you need this kind of prayer. Aina ya maombi ambayo tuko naomba, you need them. Nilisema hapa kuna wakati sio lazima uombe kwa kurukaruka. Kuna wakati Mungu anataka ukae unalia, you cry to him. Mara Sayuni alipoona utungu akazaa.
watoto wake. Hana alipokuwa katika hali ya upungu ndipo mgeuko wake ukatokea. Maandiko yanasema alipokuwa na uchungu. Maandiko yanasema Hana alikuwa na uchungu rohoni mwake. Anamwambia Eli, nina uchungu rohoni mwangu. Kuna moment Mungu anakusubiria uwe na uchungu, uwe na pain. Uwe na pain. Kwenye kitabu cha Ezekiel sura 9 mstari wa 4 anasema watie alama watu wanaolia na kuugua kwa sababu ya uovu. So anasema watie alama, maana yake mark them, wafanye wawe tofauti na wale waovu. So there are moment unalia kwamba Mungu, hii hali hapana, umaskini hapana. Mungu anasema nenda kamtie alama yule anayelia kwa habari ya umaskini, asiwe maskini. So umaskini ukianza kukuona unakukimbia. So kuna wakati Mungu anataka uingie uombe serious, lakini hauwezi ukaingia kuomba serious kama uwezi ukapasivu majira yako, kama uwezi ukajua kwamba haya ni majira. Ufahamu wako kuhusu hayo majira unakusaidia kuomba kwa nguvu. Amen. Jambo la tatu, ndaishia hapo kwenye hili jambo la tatu. Maamuzi ya kwenda ndiyo yanayotofautisha watu na sio vipawa na uwezo. Maamuzi ya kwenda ndiyo yanayotofautisha watu, sio vipawa na uwezo. Na wewe utakuwa shahidi, watu Mungu anaowainua wengi sio waliokuaga na sifa. Watu wenye sifa wanabaki pembeni, ndio wanainuliwa. Utagundua wazi, hata angalia kwenye nchi yetu, watu ambao unasema ila jamaa angekuwa mhubiri mkubwa, lakini utaona ndio sio mhubiri mkubwa. Alafu yule ambaye unamwona alikuwa kama wa kawaida, ndio Mungu anamuinua. Unasema cheki jamaa anaandaa makongamano, cheki jamaa ndo anaenda hivyo. Kinachokufanya uende mbele ni maamuzi na sio vipawa. Watu wengi wenye vipawa wanatumainia vipawa vyao, wanashindwa kufanya maamuzi. Anasema ngoja bado. Make decision. Acha kuangalia kipawa chako. Kuna watu wengine wanasema yule mwanamke aliyekuwa amekutana na Yesu kisimani angesubiri labda ili aende kushuhudia. Yesu akasema hapana, namtaka hivi akiwa ananuka, namtaka hivi ikiwa miji namjua kwamba ni mwenye dhambi. Si ni kweli? Kwa hiyo Yesu akusubiria yule mwanamke eti dhambi zile ziondoke, yaani watu wote wajue ni mtakatifu. Yesu alianza kumtumia siku ile amemwacha mwanaume wake nyumbani, akaanza kumtumia. Maamuzi, yule mwanamke alikuwa tayari kutumiwa na Yesu, akaenda akawaleta watu wa mji mzima kisimani. Maamuzi ndio yanayomfanya Mungu akutumie, sio vipawa. Inawezekana ukawa unajua kupiga ndimi za moto, lakini kama hauko tayari kwenda kuzipeleka ndimi za moto sokoni, utabaki na ndimi zako, utajichoma mwenyewe. Kuna watu Mungu amewapa vipawa vya biashara, lakini mpaka leo hamfanyi maamuzi. Utabaki na kipawa cha biashara. Unaweza ukimsikia jamaa anavyotoa ushauri wa biashara, utapenda ni kama yeye ndo angekuwa na duka kubwa, lakini hana hata duka, ila ana uwezo wa kushauri kuhusu biashara kama mtu mwenye duka, na kila idea anayompa mtu mwenzie yeye anatoboa, ila yuko pale pale, kwa sababu hana uwezo wa kufanya maamuzi, ila anajua kuongea na kushauri. Watu wengi wamekwama hapo. Moja kitu nakitamani kwa ajili yako, Mungu akusaidie uanze kufanya maamuzi pamoja na udhaifu waliokuwa nao watu wenye ukoma, vidole vimekatika vya miguu na mikono, lakini walikuwa na nguvu ya kufanya maamuzi. Umeelewa ninachoongea? Kuna kitu kiko mbele yako ambacho ulikuwa unakiona, lakini siku zote unashindwa kufanyia maamuzi. Go and make decision today. Nenda kafanyie maamuzi. Usisubiri kuanza kesho. Go and start today. Umeelewa ninachoongea? Usiwaze watu watanionaje. Kafanye maamuzi, nenda kaanze. Usiwaze kwamba pesa nilionayo ni ndogo.
nenda kaanze. Usiwaze kwamba uchumi wangu hauko sawa, nenda kaanze. Usiwaze kwenye familia yetu hakunaga mtu ambaye amewahi kufanya maamuzi ya jinsi. Go and start. Usiogope kwa sababu ya watu ambao wamefeli. Usiogope kwa sababu ya watu ambao ni jeshi wamejificha. Inukeni, nendeni, kafanyeni mambo makubwa. Umeelewa ninachoongea? Sometimes unaenda unasema this contract naweza nikaipata. Go and dare. Go and dare. Sometimes unaangalia vitu ambavyo watu wengine wanaviogopa, wanasema haiwezekani kufika pale. Go and dare. This year we are going to dare great things. Do you understand what I'm saying? Chochote unachokiogopa kitakukimbiza. Unachokikimbiza kitakuogopa hata kama ni kikubwa. Mmenisikia nachongea? Jeshi la Washami lililokuwa linakimbiza taifa la Israeli lilikimbizwa na wenye ukoma kwa sababu walikubali kuweka hofu pembeni. Narudia tena. Jeshi la Washami lililokuwa linawakimbiza taifa la Israeli lilikimbizwa na wenye ukoma waliothubutu. Unaweza kufanya kuthubutu leo, alafu kaanza kuona Mungu anavyofanya kazi. Mungu anayefanya kazi kwa ishara na maajabu, anaweza kufanya ishara na maajabu na wewe. Anaweza kufanya miujiza na wewe. Anaweza kufanya mambo makubwa na wewe. Tatizo moja ulilonalo ni hofu. Tupa nje hofu. Tupa nje mashaka. Tupa nje kuogopa. Let us go and dare. Twende tukathubutu. Tunaelewana ninachoongea? Paza sauti ya amen. Paza sauti ya amen. Kuna mtu mmoja, nenda kafanya maamuzi kuhusu biashara. Nenda kafanya maamuzi kuhusu ndoa. Nenda kafanya maamuzi kuhusu huduma. Nenda kafanya maamuzi kuhusu kwenda kufanya ile biashara ambayo ulikuwa unaiogopa. Go and dare it. Tunaelewana ninachoongea? Go and dare. Tukutane baada ya miezi 6 tuwe tunaanza kuhesabu faida. Piga kelele, sema amen. Sema nitahesabu faida. Sema nitahesabu faida. Sema nitahesabu faida kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Wakoma mara baada ya kufanya uthubutu, maandiko yanasema wakaenda wakapata dhahabu, wakapata fedha, wakapata chakula. Umenisikia ninachoongea? Maamuzi yako yamebeba dhahabu. Maamuzi yako yamebeba fedha. Maamuzi yako yamebeba chakula. Maamuzi yako yamebeba nyumba yako. Maamuzi yako yamebeba ndoa yako. Wakoma na ukoma wao, maandiko yanasema walikuwa na akili sana. Hawakwenda kuita moja kwa moja. Sawa? Wakachukua kwanza dhahabu na fedha na chakula kwa mara ya kwanza kwenye camp nzima. Wakaenda kwenye nani ya pili. Alafu wakasema hii ni siku ya habari njema. Ngoja tukawape mtonyo wale jamaa wengine. Wakaondoka, wanaenda kuwajuza ndugu zao. Ila baada ya kuficha, kwa sababu wanajua wale wana tabia mbaya. Wakituona sisi wenye ukoma watatutenga tu bado. Umenielewa? Wakaficha. Umenielewa ninachoongea? Walikuwa na akili, walifanya maamuzi. Usiwe na kierere cha kuambia watu mambo ambayo utaenda kuyafanya this time. Sawa? Anza kuyafanya kwanza. Yakifika mahali fulani umekula faida ya kutosha, ndio uanze kuwa mshauri. Usianze kuwa mshauri wa biashara ukiwa umeanza biashara. Usiwe mshauri wa huduma ukiwa umeanza huduma. Hakikisha umefanya vitu vinavyoshikika, vinaonekana, alafu ndo nenda ukashirikisha wengine. Maamuzi ya kuwashirikisha wengine yalikuja kwa watu wenye ukoma baada ya kuficha mali na utajiri wa kutosha. Hata kama wakitutenga, sisi tunacho chakula cha kutosha, hatutakufa njaa tena. Usijidai una kierere kwa sababu umeokoka, unajidai msalia mwema. Umeanza tu kabiashara, unamwambia twende nikakuoneshe na kuuzaga vitu vyangu. Twende nikakuoneshe mtu aliyenisaidia. Twende nikakuoneshe. Stop doing that. Wangapi wamenielewa ninachoongea? Wangapi wamenielewa ninachoongea? Usifikiri wale utakao waambia watakuacha salama. Wenye ukoma walikuwa na akili. Walijua kabisa hawa jamaa watatupokonya mali, watatupokonya tulivyokuwa navyo. Cha kufanya twende tukawape mtonyo baada ya kukusanya vichache. Una maono makubwa, yatamie, yafunike. Kaa nayo. Yale maono makubwa usiende kuongea kwanza. Kaa nayo, yazae kwanza. Wangapi wamenielewa?
Wangapi wamenielewa? Wangapi wamenielewa? Simama mahali ulipo.